So manake kunaweza kuwa na makosa katika kufasiri, kwa sababu kuna changamoto kutafsiri neno kwa neno kutoka kwenye lugha fulani kupeleka kwenye lugha nyingine. Kwa mfano, kuchota maji kwa Kinyia mnasemaje? Kisukuma nianza, kuchota maji mnasemaje? Ikaminze. Ungeweza wewe? Kinyakyusa kuchota maji kunega misi kunega muhee yeye, unasemaje kuchota maji Kisukuma? Kisukuma unasemaje? Utagundua labda au niseme hivi, fanye exercise moja ili mgundue ninachokisema. Unajua Kichaga? Huyu anajua. Na mwingine Mchaga tofauti na mwalimu. Unajua Kichaga? Unajua? Haya. Sema mwalimu anafundisha kwa lugha nyepesi na nzuri kwa Kichaga. Mwalimu anafundisha kwa lugha nyepesi na nzuri. Subiri, kota simama. Naonesha kitu ambacho nakimaanisha. Simama. Mwalimu anafundisha kwa lugha nyepesi na nzuri. Sema kwa Kichaga. Na Kichaga. Sema kwa Kichaga. Usikae kwanza. Kinyakyusa hapo. Wewe Kinyia sukuma. Mwalimu anafundisha kwa lugha nyepesi na nzuri. Ametumia neno uzingatia nyafu. Wewe umetumia ngicha na nini? Huyo ametumia vizuri, nzuri, kwa lugha nyepesi na nzuri. Katumia neno moja tu, nyafu. Wewe umetumia maneno mangapi? Nyepesi na ngicha. Mwalimu anafundisha kwa lugha nyepesi na nzuri. Nainza. Ichete ni nini? Vizuri, nainza. So manake utagundua kwenye kutranslate maneno kutoka kwenye lugha moja kwenda ni kazi kufuata neno kwa neno. Hiyo ndo changamoto ambayo kila mfasiri wa maandiko anaijua. Kuna language barrier hapo. Tunaona tukisema kuna uwezo wa tulikusahau. Karibu. Mwalimu anafundisha kwa lugha nyepesi na nzuri. Rekebisha kosa la kaka. Mwalimu anafundisha, yaani hii unaona amak, si kwamba tu ajui lugha. Wana kazi kutafsiri maneno kwa neno kwenda kwenye lugha nyingine. Umeona hiyo mchakato? So manake katika huo mchakato, kwa sababu ukisema kitu ni inspired, manake hakina makosa at all. Na ukweli ni kwamba hakuna tafsiri ya Biblia ambayo haina makosa. All of them zina makosa, ila zinatofautiana viwango vya makosa. Na kisha kuwa na single mistake, I qualify to be inspired. Uwe umekosea msamiati, uwe umekosea tunasema nini? Yaani any mistake ambayo inaweza kabili, ambayo unaweza, kwa sababu tukisema inspiration tunasema ni kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu iko perfect, haina makosa. Sasa katika kutafsiri lugha moja kupeleka lugha nyingine, kuna language barrier, kuna mistake tu zitajichomoza humo ndani. Na ukionekana any mistake, unaweza kusema tafsiri yako iko inspired. Na hakuna ambaye mfanikiwa kutafsiri Biblia neno kwa neno akafikia kwenye 100, kwenye 100% kuwa na tafsiri ambayo haina makosa. No one.
Sprite haipo eh? Okay, sawa, nisikize vizuri. Nimesema haipo inspired kwa kusema kila msamiati una uvuvio, sawa, ila the content unaoisoma iko inspired. Maanake content unaosoma, ujumbe ule unaosoma, ile maana ambayo unaisoma ni ujumbe kutoka kwa Mungu. Elewa vizuri? Kwa tunapokuwa tunasoma those translations, maanake tunataka kuelewa the content. So maanake ndio maana kila msomaji mzuri wa Biblia hana budi also kuwa mwanafunzi wa lugha asilia, kuelewa nini ambacho kwa kinamaanisha, kwa sababu the intent ni kuelewa nini ambacho Mungu alikuwa amekimaanisha kwenye jamii ya kwanza waliosikia yale maandiko kabla yangu mimi. Hicho kitu ambacho Mungu alimaanisha kwa Efeso wa zamani zile ndicho ambacho anamaanisha kwa CRG wa leo. Umeendana nilichokisema? Sikia kusema. So manake ufasiri wa maandiko ni kazi na zoezi gumu. Kwa nini? Kwa sababu inabidi mimi leo ambayo nipo kwenye karne ya ngapi? Ya 22, 20, 21 kwenda 21, nisafiri niende kwenye karne ya kwanza, wakati fulani nisafiri niende mpaka kwenye karne negative ya 14, kipindi cha Musa, cha Ibrahim, nikaelewa kila ambacho Abraham aliyemwelewa Mungu alivyosema, then nije kwako nikutafsirie. Ni kazi ngumu. Mnaelewa ninachokisema? Nataka ninachokisema. Na kwa bahati mbaya zote hizi tulizonazo ni copy yaani hakuna original hata moja duniani kote. Yaani hakuna mtu anasema hii ndo aliandika Isaya mwenyewe, haipo. Vyote tulivyo navyo ni copy, tena ya copy ya copy ya copy ya copy na copy copy ya copy copy ya copy ya copy ya copy ya copy ya copy. Zote ni copy ya copy ya copy ya copy. Hizi Gineva au Bible gani? All of them, yaani hizo ni kwamba hivi zimekutwa kwenye kopi ya lugha ya Kiebrania, yaani kama hivi ukisema translation unamaanisha kutafsiri Biblia kutoka kwenye lugha moja kwenda kwenye lugha nyingine, ni translation. Ukisema copy, manake ile barua ambao Mtume Paulo aliandika kwa Efeso kwamba hii ndo aliandika Paulo, haipo, ila tunayo kopi ya barua ambao Mtume Paulo aliandika kwa Efeso. Ile yenyewe iliyotoka kwa mtume hatuna. Lile gombo lenyewe ambalo lilitoka kwa Isaya hatuna, ila tuna kopi ya kopi ya kopi na kopi ya kopi na kopi na kopi ya kile ambacho ilikuwa ni gombo la Isaya. Na ilikuwa ni zoezi la mamlaka ya kidini. Kwa vitabu vya manabii ilikuwa ni wajibu wa waandishi kama kina Ezra kufanya hiyo namna, kwa sababu namna pekee ya kutunza kumbukumbu ilikuwa ni kwa njia ya maandishi, na vifaa vyao vya kuandikiwa vilikuwa haviwezi kudumu muda mrefu. Jaribu kufikiri nimeandika kwenye udongo mfinyanzi ujumbe ambao Mungu amenipa, mvua ikinyesha inakuwaje? Walipokea original. Wakipokea original walikuwa na kazi ya kukopi. Wakikopi inahifadhiwa ile original, lakini bado ya original inavyohifadhiwa, kumbuka kuna factors za kimazingira. Kwa mfano umeandika kitu, hebu kufikiri nimeandika kwenye mbao. Mbao inaweza kukaa kwa muda gani? So manake vifaa ambavyo kwa wanatumia kuandikia vilikuwa na expire, vilikuwa na wakati vina expire, vinachoka, vinakufa, vinaoza. Sasa namna ya kuhifadhi kile ambacho Mungu alisema kwa Isaya inabidi kibi copy mahali pengine. Maana teknolojia ya uandishi wa vifaa vya uandishi, wakati unaandika kwenye karatasi nzuri, unaweza kutunza kwenye diktari. Wao walikuwa na teknolojia ngumu ya uandishi. Hapo umeendana ninachosema? So manake tulicho nacho ni copy na copy ya copy na copy na copy na copy na copy, yaani ni copy na copy na copy. Ila sasa nisikieni vizuri,
pamoja kwamba ni kopi na kopi na kopi, bado ni muujiza. Kwa nini? Sisi ambao tulikuwa tunakihitaji, hatuhitaji original ya mtume, kwa sababu kinachovalidate ujumbe sio original, ni content ambayo mtume alikuwa ameiandika. Kwa wanapokuwa na fasiri, wanavyoikubali kwamba hii ni barua ya Waefeso, ni pale ambapo wanakuta wamekusanya kopi labda 3,000 zote zinafanana. Inawezekanaje yote 3,000 mkopi uongo? Unasikia kusema? So maana ni kama vile ninachukua Gloria Levo ni copy, wewe Levo ni copy, kila mtu kwa miaka na miongo tofauti tofauti, then tukizikalita zile copy tunaangalia, tunagundua vinafanana. Kwa this was ndio ilikuwa ni content ambayo ilikuwa kwenye barua original, na ilikuwa ni impossible kutunza kitu ambacho ni original. Kwa nini? Kwa sababu kwa mfano mitume wengi walikuwa wanaandikia, walikuwa wanaandika kwenye papers, papers, yeah. Free papers, free papers, magamba ya miti, tumia Kiswahili, magamba ya mti ambao unaitwa papyrus. Sijui ndo mti gani papyrus, magamba yake kwa tumia kuandikia, ambayo ni magamba kwa kawaida anaweza kakaa yakikaa kwa muda mrefu zaidi ni miaka 100. Baada ya hapo yanaanza kufanya nini? Na kupukutika. Mbona amekuwa kama vile mwele? Hii nguo ikikaa muda mrefu si inaanza kuchanika? Sasa ukiandika kwenye nguo si inachanika, si ndivyo? Hii daftari ikaa muda mrefu kwamba litaendelea kubaki hivi hivi, unaweza kutunza miaka 1000 kwa teknolojia sasa, unaweza kutunza. Jaribu kufikiri, umeandika hapa, okay, notebook yako ile ambayo tulikutana Moshi kwa ile ambayo ulitunza neno la Bwana ambayo nilifundisha iko wapi? Ya mwana kwanza kabisa tulikutana iko. Ndio sio environmental purpose ulipoteza, si ndivyo? Miaka 4 tu. Niambieni za kwenu ziko wapi kwanza? Ile ambayo siku ambayo uliokoka na notebook yako ya kwanza kabisa kuitumia iko wapi? Wewe nayo angalau umetunza. Nidhamu ni nzuri. Ile wewe juzi tu hapo. Alimosa na miaka mingapi? Tumesana. Yaani wewe miaka yako ya wokovu tulikuwa tunapima wokovu kwa miaka. Sio naingia mara 7. Mara 7 inaingia kabisa. Namba ukamilifu, perfect. Ya kwanza kuokoka ile iko wapi? So unaona hizo challenges ndizo ambazo pia kwa nakutana nayo kanisa la kwanza. Wakati fulani tena ukiangalia Wayahudi walikuwa wanatafuta hizo nyaraka kuzidestroy. So walikuwa wanatafuta, Wayahudi walikuwa wanalitesa kanisa. So unaona haikuwa kitu chepesi. Na kutokea hapo ndipo Wakristo wakapata sayansi ya kuandika. Ndio maana tunasema kuandika notes ni scripture. Yaani Wakristo wasingekuwa na tabia ya kuandika kitabu cha Efeso usingekuta kwa sababu original Mtume Paulo haipo. Kwa ilikuwa hivi mfumo wa zamani, kufuatia historia lakini sio Biblia. Akiandika Mtume Paulo akiandika hivi barua akaituma kwenye kanisa la Korinto, ilikuwa inabidi karibia kila mshirika akopi, mwenye uwezo wa kuandika na kusoma na kuandika, wanashare wanaandika, then wakishamaliza kuandika zile kopi zao wanisafirishe barua ambayo ina sahihi ya Mtume Paulo, inaenda tena mahali pengine kusomwa. Ikiwafikia wale wanakaza tena kukopi kile ambacho kimeandikwa, alafu kuandika nusu. Unaona kama mitume na manabii wangekuwa vivo kukopi, tungelipokea neno la Mungu nusu notebook ya nani? Ya nani? Kuna mtu hapa? Ni mwandiko wa mke wangu kumbe. Hata sikutambua kumshodi. Usingizi bwana una namna. Halo? So manake
tulichonacho, kwa nini tunakitegemea pamoja kwa, na ndio hoja ambayo Waislamu wengi wanaizungumza, lakini even Waislamu wenyewe hawana original copy ya Qur'an andiko Muhammad, hawana, kwa sababu historia ilikuwa inatunzwa kwa kuandikwa na kuandikwa na kuandikwa. So maanake tulichonacho kinategemeka kwa sababu kimethibitishwa ya kwamba ndicho ambacho mitume na manabii walichokuwa nacho, na ukweli huo unaenda mbali zaidi, kwa sababu ukifuatilia sasa, hiyo ni mambo ya magunduzi, ni archaeology ete, wale ambao wana archaeology, study ya mambo ya kale. Kuna tafiti nyingi zipo ulimwenguni, lakini tafiti kubwa ambayo imeleta mengi nuruni, kuna kitu kinaitwa Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls. Dead Sea Scrolls. Swahili chake ni magombo yaliyopatikana kwenye bahari ya Shamu, vitabu vya kale ambavyo viligunduliwa kwenye bahari ya Shamu. Okay? Ile ilikuwa hivi. Sasa kuna historia nyingi, mimi nitawapa historia moja hapo. Na ile gundua ni Mwarabu, Muislamu, sio Mkristo. Yule jamaa alikuwa anafuga kwenye ile eneo ambalo alikuwa anafuga. Baadaye wakati anafuga alikuwa anarusharusha mawe hivi, narusha. Sasa akapiga mwamba mmoja, ukaona kule du, kama vile kuna kitu ndani. Na rusha jiwe, akipiga na du. Kuna historia nyingi, hii ni historia moja hapo. Du. Sasa akagundua mle ndani kutakuwa na kitu. Ona, bila shaka alifikia kuna nini mle ndani. Anavyoenda kupasua ule mwamba, imetokea mwaka 1900 hapa, ni karibuni tu, sio mbali sana. Kupasua ule mwamba, wakakutana na magombo mengi, vitabu vingi. Si vitabu ambavyo vimeandikwa kwenye karatasi kama hizi, yale magombo yale ya kukunjwa yale, vimekaa muda mrefu sana pale, muda mrefu mno. Walipokuja kuvipima kwa kutumia teknolojia na nini, vikaja kugundulika kwamba ni vitu ambavyo vimetumika even kabla ya Kristo. Na baadaye kuna Warumi ambao walikuwa not exact wanaamini katika Kristo, lakini hawao walikuwa tunasema walikuwa wanaamini katika nini? Katika Kristo kuja na kuipindua serikali ya Kirumi. Kwa walikuwa wamejitenga mahali, walikuwa wanaitwa Waesene kama sijakosea, Waesene. Kwa wanawake katika kumsubiri Mesaya ambaye ataleta ukombozi wa kisiasa, wakawa na taratibu ya kusoma maandiko. Maandiko mengi yagundulika kitabu, maandiko ya Agano Jipya kugundulika ni maandiko ya Agano la Kale, na vitabu vingi ambavyo vimeongezeka kama kitabu cha Enoko na vitu vingine, wakakuta hapo alikuwa anasomwa nao ndugu. Sasa katika wa kipindi hicho Warumi wamewavamia na kutaka kuharibu imani yao, wakaamua kuhifadhi na kuyatunza kwa njia hiyo. Sasa yamekaa miaka na miaka, just assume miaka na miaka, akaja kugundulika karne ya 20 vitu ambavyo vimehifadhiwa karne ya kwanza. What a miracle. Yanakuja kutazamwa, hajaharibika in such way, japokuwa mengi alikuwa anapukutika. So maana yale ambayo yaliwaiwa kuhifadhiwa kwenye teknolojia akabi printed, lakini wakati sasa ni kama kuna original, na kuna hizo nakala nazo zinapukutika. Mendake au nimejicontradict? So maana yake hiyo inaweza ka make sense kwa sababu ya historia. Mwende kusearch, mtaikuta hiyo inaitwa Dead Sea Scrolls. Kuna historia ambazo namna hivyo. So maana yake sasa kile ambacho tunacho kilichoandikwa hapa yalivyofananishwa na hayo ma scrolls na magunduzi mengi yanafanana. So maana yake tuna hakika Biblia ambayo tunaitumia ndio ina ujumbe ule ule ambao Mungu aliwatumia manabii na mitume. Nikomee hapo. Swali? Aya, niuzeni swali hapa, nategemea maswali mengi kuhusu Mungu.
inasema si kila kitu ambacho Biblia inasema ndicho kinahusu, si kila kitu kilichoandikwa ndicho ufunuo pekee ambao Mungu anao. Mimi niongeaje? Avimuhusu kwenye Biblia? Sielewa eh? 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 Yes. Avimuhusu vimeandikwa for our learning, kwa ajili ya kujifunza. Kwani tunajifunza tu na vitu vyenye manufaa? Hatujifunze kutokana na vitu vibaya? Kwa mfano, tukigundua Waisraeli waliharibiwa baada ya kulalamika, nini ambacho tunajifunza? Tulalamike. So manake tunajifunza kutoka kwenye vitu ambavyo ni chanya na vitu ambavyo ni hasi. Mungu aliruhusu vyote ili katika kila kitu ambacho kimeandikwa tupate kujifunza. Hapo nimekujibu. Kwa maana hata kile ambacho shetani alikisema bado Mungu aliruhusu kiandiko ili tujue ya kwamba shetani ni muongo. Msifuate the same example. Shetani hakuvuviwa kusema, ila Musa aliandika kile ambacho shetani alisema alivuviwa. Unaona tofauti eh? Umenielewa? Okay. Okay. Niweze kidogo kwenye pointi ambayo amesema. Mungu hakumuongoza Abraham kudanganya, ila Mungu alimuongoza Musa kuandika. Abraham alidanganya. Na ninachosema, Mungu hakumuongoza Kaini kumua Abel, ila Mungu amemuongoza Musa kuandika kwamba Kaini alimuua ndugu yake. Hiyo natufundisha nini? Tusiue, si ndivyo? Unaelewa ninachosema? Haimaanishi Mungu alikuwa ni yeye ndo ana control watu kufanya vile ili aandike neno lake. No. Badala yake Mungu alikuwa anaongoza watu kuripoti kile ambacho watu wamekifanya, ili vizazi na vizazi na vizazi ambavyo wakati wa Abraham hayupo kwenye filamu, yupo kwenye maandiko tu. Kwa hiyo utasoma kumbe uongo una athari hizi na hizi. Na swali inakutia moyo. Umefikiria kwamba Abraham ambaye anaitwa baba imani amedanganya? Biblia iko very honest na maisha yao. Biblia haiwapresenti kama alikuwa ni perfect, alikuwa ni miungu ambao anatakiwa kutegemewa na kuabudiwa. Ibrahim ni mtakatifu kwenye kanisa Katoliki. Hakuna mtakatifu Ibrahim. Amna. Na Abraham wa maandiko ni mtakatifu. Yaani so mtakatifu kwa sababu kuna eneo alidanganya. Jina Isaya nabii ni mtakatifu. Masayo ni mtakatifu. Masayo babake mlezi wa Kristo ni mtakatifu, sio mtakatifu? Ni mtakatifu. Masayo anajulikana, amtaje. Marko ni mtakatifu. Petro ni mtakatifu. Sasa wanatumia vigezo vipi vya kumfanya
Petro kuwa mtakatifu na Abraham baba yake wa imani wa Petro sio mtakatifu. Yesu ni mtakatifu. Bwana sifa sana. Okay, swali lako lakini nimejibu. So maanake Mungu aliwaongoza waandishi kuripoti mambo yote ambayo yalikuwa yanahitajika kwa sisi kujifunza, kama ni mapungufu ama nguvu za watu, zote Mungu alikuwa anaziruhusu kubi ripoti ile kwa ajili ya walengwa. Umefikiri kwamba wakati fulani also tunamwona mwokozi wetu ambaye ni Mungu katika binadamu anasema Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke? Umefikiria kabisa waandishi wako inspired kuandika kwamba Bwana Yesu alikuwa anaomba kikombe kimwepuke na content ya maombi inarekodiwa? Umefikiria?